Kama ndio kwanza huungana nasi, ni Alasiri Lounge na bado tunaendelea nawe wakati huu ikiwa leo ni maadhimisho ya siku ya nyuki duniani, ambapo ufugaji wa nyuki ni shughuli iliyoenea na ya kimataifa, huku mamilioni ya wafugaji nyuki wakitegemea nyuki kwa riziki na ustawi wao. Pamoja na kuwa wachavushaji wa porini, nyuki wana jukumu kubwa katika kudumisha bioanuai, kuhakikisha uhai na uzazi wa mimea mingi duniani, kusaidia vizazi vya misitu, kukuza uendelevu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuboresha wingi na ubora wa mazao ya kilimo. Ni baadhi tu ya kazi za nyuki, na pengine kwa nini leo ikiwa ni siku sasa yenyewe ya maadhimisho ya siku ya nyuki duniani tulizungumzie tukio hili. Nathaniel Nuru, mtaalamu wa sayansi na teknolojia ya nyuki, wakala wa huduma za misitu TFS katika wilaya ya Kinondoni na Ubungo, ndiye ambaye tupo naye leo. Nathaniel Nuru, karibu sana katika wasaa wetu huu. Hongera kwa siku hii. Asante sana, pia na nikupongeze kwa kuwa kwenye hii ulimwengu ambao bado tunafurahia matunda ya nyuki. Bado tunafurahia matunda ya nyuki, hakika. Sawa, maadhimisho ya mwaka huu tukianzia hapa, ambapo wakati huu yangali yakiendelea kule Dodoma, yapoje? Maadhimisho kwa sasa ni tunasema kwamba hali ya hewa ni nzuri, na kama kwa sasa tuna kauli mbiu yetu ambayo tunasema kwamba nyuki kwa uhai na uchumi imara tuhifadhi, tukiwa na maana kwamba nyuki wanaweza kutusaidia sisi kuwa na afya njema. Kwa njia gani? Tunaweza kujipatia chakula kutokana na umuhimu wake wa kuchavua mazao ambayo tunatumia sisi. Na uchumi imara kivipi? Uchumi imara tamsaidia yule mfugaji wa nyuki kuweza kupata kipato. Atakipata pale ambapo ataweza kuwa na uwezo wa kuhifadhi yale mazingira kwa kufuga nyuki na kuvuna mazao ya nyuki ambayo ni pamoja na asali, inta, chavua, maziwa ya nyuki pamoja na sumu ya nyuki. Sawa. Ataweza kujipatia kipato ambacho kitamsaidia kuendesha maisha yake. Sawa, tutaangazia hayo kwa kina zaidi. Lakini kwa sababu leo ndio siku yenyewe ya maadhimisho, muktadha wa swali langu nataka tuanze kuona namna ambavyo yalianza maadhimisho hayo na mpaka wakati huu, wakati yanaendelea kule Dodoma. Na sina shaka mgeni rasmi ashalihutubia taifa. Ni kweli kabisa. Maonesho yalianza tangu tarehe 17 mwezi huu na yanatamatika leo jioni. Kwa sasa mgeni rasmi ameshamaliza kuhutubia, na kama mnavyoelewa, kama mfuatiaji, jana umeona hata mheshimiwa waziri amewasilisha bajeti akionyesha ni jinsi gani ambavyo tumepiga hatua kwenye upande wa mazao ya nyuki kutoka tani 430 mpaka kufika tani 1321 zilizouzwa nje ya nchi. Kwa hiyo ni hatua moja wapo, ambapo ukiangalia nyuma mwaka 2022 tulikuwa tuna uwezo wa kuuza tu nje tani 430, lakini mpaka April mwezi wa 4 mwaka huu tumeweza kufikisha tani 1321. Sawa, mtazamaji anaweza akawa anajiuliza kwamba kwa mazao haya ya nyuki ambayo tumefikisha tani hizo, ukulima wake, uvunaji wake unapatikana katika maeneo yapi hasa, hali ya kuwa wewe unawakilisha katika wilaya ya Kinondoni na Ubungo? Tukianzia kwa wilaya ya Kinondoni na Ubungo, sio tuna misitu ya mikoko. Kuna misitu ya mikoko iliyopo Kunduchi, kuna misitu ya mikoko iliyopo hapa Senda Bridge. Pale pote kuna shughuli za ufugaji nyuki zinafanyika. Pia tukiachana hayo maeneo, yapo maeneo mengine ambayo yametengwa kwa tuseme kwa upande wa nchi, maeneo yaliyohifadhiwa aidha yako chini ya TANAPA au yako chini ya TAA au chini ya wakala huduma za misitu TFS, au maeneo yote yanaruhusiwa kufanywa shughuli za utunzaji wa mazingira kupitia ufugaji wa nyuki. Sawa. Kwa hii sasa mizinga ambayo ipo hapa mjini, ni kwa namna gani ambavyo imekuwa ikikusanya mazao ya nyuki na kwa kiasi gani? Takwimu kwa mzinga mmoja huwa tunaweza tukapata kuanzia kilo 10 mpaka kilo 15. Huu inategemeana kwa msimu huo hali ya hewa au mazingira yamekuwaje kuweza kusapoti miti kutoa maua kwa ajili ya nyuki kwenda kukusanya zile mbochi kwa ajili ya kuja kutengeneza chakula chake ambacho ni asali. Ndio. Kwa fursa sasa zilizopo za sekta hii
ya nyuki. Ndiyo. Kwa mtazamaji ambaye anakufuatilia leo, pengine anaweza kashawishika nazo kwamba mimi bwana, baada tu ya kipindi cha alasiri naanza kutafuta mizinga yangu nami nianze kufuga nyuki. Ni fursa zipi ambazo zipo katika sekta hii ya ufugaji nyuki? Fursa zipo nyingi sana, tukianzia kwamba kwanza mtu unapofuga au unapokuwa na manzuki au shamba la nyuki, unaweza umetunza kwanza mazingira. Hicho cha kwanza ni muhimu kwanza. Alafu cha pili, wewe utafaidika nini? Moja, utafaidika kwamba utaweza kuvuna yale matunda yako, yale mazao ya nyuki, na utaweza kuyauza, utaweza kujipatia kipato. Muda mwingine unaweza kuwa na swali ukajiuliza, sasa mimi sina shamba langu, nitawezaje kufanya ufugaji wa nyuki? Yapo maeneo ambayo hapo chini ya wakala huduma za misitu TFS na mengine hapo chini ya mamlaka za wanyama pori TAWA. Hizo zote ni sehemu ambazo ukienda ukiomba kibali kwa ajili ya kufanya ufugaji nyuki unaruhusiwa. Okay. Ndio. Ambapo Nathaniel, katika hili watu wanazifuatilia fursa hizi hasa. Ndio, watu wanazifuatilia kabisa mkuu. Kwa mfano siku ya leo tu kuna watu nilikuwa nahudumia ofisini, walikuwa wanahitaji kupata utaratibu jinsi gani, nikawaeleza kuna kuja ya ofisini, unaeleza kama una shamba lako sawa, ila kama hauna itabidi uombe. Andika tu barua kuomba eneo la kufanyia shughuli za ufugaji nyuki na unapewa ni bure. Okay. Ndiyo. Kwa kutukumbusha tu wakati wa maadhimisho ya wiki ama kuelekea kilele cha siku ya nyuki duniani hapa katika Alasiri Lounge, tulimkumbusha mtazamaji wetu kuhusu mazao ya nyuki. Yawezekana kukawa na yule ambaye ndio kwanza anasikia leo afahamu tunaposema mazao ya nyuki. Ndiyo. Ni yapi hasa? Tunaweza kafahamu nta na asali tu pekee. Mazao ya nyuki hapo mengi tukiachana nta na asali, lakini tuanze kwanza asali yenyewe. Kuna nta, kuna gundi ya nyuki, tuna pollen ambayo ni chavua tunaita, pia tuna sumu ya nyuki, pia tuna maziwa ya nyuki, na nyingine huduma ni ya uchavushaji. Ndio. Ni kwa kiasi gani sasa, kwa mfano labda tukija kwenye mazao haya ya nyuki, tukianza na hili la maziwa ya nyuki, ni kwa kiasi gani tunakusanya nchini? Maziwa ya nyuki uvunaji wake unahitaji teknolojia kidogo. Na kwa hususan kwa nchi yetu kuna baadhi ya vifaa hatuna kuweza kuchakata, ila yanavunwa. Ila kiwango ndo sio specific kwamba kiasi fulani hivi unakuta. Kwa mfano mimi navuna sehemu fulani, sasa zile takwimu nakuta hazingii kwenye mfumo, na kuwa ni ngumu tu kuweza kujua kwamba ni maziwa kiasi gani yamevunwa, lakini kuna wafanya biashara wanafanya shughuli. Okay. Ndio. Kwenye nta takwimu zinaonyesha za mwisho tulikuwa tumeweza kuvuna tani 4,000 za nta zilizovunwa. Okay. Nchi nzima. Nchi nzima. Unajua Tanzania tuna maeneo mengi sana ambao tunaweza tukafanya ufugaji wa nyuki. Na hizo kwa mfano hizo nilizosema tani za asali sio zilizovunwa, ni zilizouzwa nje. Naam. Na wala sio zile ambazo tunatumia hapa nchini. Takwimu za Tanzania asali tunaweza kuzalisha kwa mwaka tani 40,000. Okay. Ndio. Ila zilizouzwa nje ndizo ambazo zina. Okay. Ndio. Sawa. Tumegusa mazao mawili hapa. Ndio. Kwenye asali lenyewe utakuja kumalizia. Pengine tuje katika zao lingine la nyuki ambalo lilitaja nalo ni sumu ya nyuki. Okay. Sumu ya nyuki, mtu anajiuliza hivi niking'atwa na nyuki kweli kuna faida yote? Faida zipo tena nyingi sana. Faida moja wapo, kabla hujakwenda kwenye faida. Naam. Na utatudhihirishia katika hili kwamba lina ukweli kiasi gani? Kwamba mwanadamu kwa mwaka unatakiwa uumwe na nyuki japo mara moja. Una ukweli wowote kwenye hili? Ni kweli. Acha tuache mwaka, tuseme tufanye kwa mwezi hata mara 2 tu. Bwana wewe. Inatosha. Lazima ujipeleke kwenye mzinga wa nyuki. Sasa ukisema ujipeleke, kuna kitu unaweza kukitafuta. Kuna utaratibu wa kupata ile huduma. Ndio. Kwa ukinapopata ile huduma, kwa nchi hizo endelea huwa anakuwa kwenye mfumo wa sindano kabisa. Unachoma sindano, lakini kwetu sisi bado tunafanya kama apitherapy. Unakuja unadungishwa nyuki. Kuna mahali pa kudungishwa. Unadungishwa, unapata tiba yako. Kwa mfano ule mwiba wa nyuki kisha kudungia sehemu moja tu, unapampu kwa sekunde 30 na kwa bado unasukuma ile damu, ile sumu inaingia ndani ya mwili. Sasa utapata faida zipi? Faida moja wapo kabisa. Najua mheshimiwa hata mwenye upendi kwa mzee. Ndio. Unatamani kuendelea kwa kijana kabisa, ngozi ni iwe laini. Kwa hiyo ni moja ya faida kwamba tunaitumia ile sumu ya nyuki kulainisha ngozi ya mtu. Okay. Ndio. Alafu pia kwenye upande wa kutibu wagonjwa kama kansa inafanya vizuri, kwa sababu ile sumu ya nyuki inakuwa na enzyme ambayo inaitwa phosphorypase. Ile phosphorypase inachokifanya kishirikiana na compound inaitwa
melting zinaungana, zinaenda kutengeneza kwenye zile seli za kansa, zinaenda kutoboa. Zikishatoboa zile seli zinakufa, kwa ziwezi kujenerate za kuendelea kuishi. Okay. Ndio mkuu. Kwa hivyo kwa mwezi japo mara 2 kama tunataka tuwe mbali na uzee kidogo. Hiyo ni nzuri kwa afya kabisa. Ina gharama gani? Sijaisikia sana hii lakini au amuihamasishi sana. Hiyo tunaihamasisha, maana unajua ukisema kwamba mimi naanze kufanya hii epitherapy. Kwa mfano pale Mwenge tuna mpango wa tunayo ofisi 2. Tuna Mpingo au sina Mwenge. Tuna mpango wa kuweka pale Mwenge. Sasa huwa tunahitaji kuwa na vifaa. Kwa mfano mimi nikija na mzinga leo, natakiwa nikimaliza kufanya shughuli yangu nichukue tena ule mzinga na upeleke shambani. Kwa hiyo tuko tunaandaa mazingira pale. Yakikaa sawa tu mwezi wa 6 huduma itaanza kutolewa. Ndio. Sawa, basi mimi inawezekana nikawa mdau wa kwanza. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana. Na ninataka kufanya live, nije pale tuwaoneshe walimwengu kwamba hili linawezekana. Karibu sana. Zaidi ya kupunguza kasi ya uzee. Ndio. Faida nyingine ya kudungwa na sindano ya nyuki ni nini? Faida nyingine tukiachana hiyo ya kutibu tena kansa, si ndio? Maana inatajwa sana, vijana huko anaizungumza sana ya kudungwa na inasaidia mambo fulani. Hilo sina utafiti, sina uhakika na hilo unalotaka kulisemea, lakini mimi nitazungumza kile ambacho na uhakika nacho. Huwa inatumika pia kupunguza maumivu. Kwa mfano mtu ameumia, aidha ni alikuwa anafanya mazoezi kwenye joint ile sumu ya nyuki unatusaidia kuondoa yale maumivu na kutoa ule uvimbe. Ndio mkuu. Okay. Yes. Sawa, tuje katika ule uchavushaji. Ndio. Na unga ambao unakusanywa kama moja kati ya mazao ya nyuki. Ndio. Nalo pia ni kwa kiasi gani linavunwa hili na limeleta tija kiasi gani? Pollen. Naam. Okay. Hii sasa hivi kutokana na teknolojia tunayo tunaivuna kwa kiwango kikubwa. Ambapo kidogo pollen huwezi kuiuza sawa na bei ya asali. Zinatofautiana. Kutokana kwamba ile ni chavua ambayo ni protini kwa kiwango kikubwa sana. Kwa kiasi kwamba kwa hata wale watu ambao wana uhaba inatumika kama protein supplement. Ndio. Kwa hiyo Tanzania tunaivuna na ipo masokoni kwa wingi sana. Nikitaka hapa niende soko gani? Ukihitaji unaweza kufika pale Apis Magomeni, ipo unapata kabisa. Sawa, faida ni zipi hizi? Faida namna gani? Kwa mfano tuanzie kwenye hii pollen ambayo ni chavua. Moja kabisa ni chakula. Kwa hiyo tunategemea itatusaidia kuongeza nguvu mwilini. Hilo ni la kwanza. Alafu pia kutokana na antioxidant zilizoko mle ndani itatusaidia kupunguza kitu kinachokiitwa kwa kitaalamu kita oxidative stress. Umezungumza maneno ya kitaalamu. Sasa hilo nimeshindwa kulileta huku kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Ambapo sasa inaenda kuboresha kinga ya mwili wa binadamu. Pia huu unatusaidia kwenye kupunguza uvimbe. Okay. Ndio. Uvimbe unajua tuseme mtu anapokuwa na cholesterol au mafuta mengi mwilini, huwa nao pia unasaidia kuboresha ile hali ya kujaa kwa mafuta mwilini, si ndio? Kwa kisha punguza hivi nakuta hata uwezo wa damu kuzunguka ni mkubwa. Kwa kuna baadhi ya magonjwa tuepukana nayo. Sawa. Zao muhimu ambalo linafahamika na wengi ni asali ambayo tunavuna kutoka kwa mdudu nyuki. Ndio. Nalo pia si haba kutikumbusha faida zake. Sawa mkuu. Kwanza kabisa asali ina kiwango kikubwa cha carbohydrate. Kwa hiyo inatoa nguvu kwa mtumiaji haraka sana. Kwa hiyo tuseme chakula kingine chochote kile. Alafu pili, kutokana na uwepo wa ni antioxidant hizo zinatusaidia kwenye kuboresha kinga ya mwili kwa upande wa kwenda kwenye mfumo wa mzunguko wa zile mishipa ya moyo. Kwa hiyo zinapunguza zile mafuta zilizoko pale, kwa unajikuta uwezo wa mwili wa damu kuzunguka mwilini unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo inatupunguzia baadhi ya magonjwa magumu. Sawa. Lakini pia kwa upande wa faida nyingine, kutokana kwamba asali ni chakula, si ndio? Pia ni dawa. Inatusaidia kwenye unasikiaga mtu anakuambia kwamba wewe unaishije nyumbani hauna asali? Hauna hata asali kidogo, unaweza kutoka hivi kuna tembea kuna kule labda vumbi, hata unainisha kwa ukitumia asali inasuza kabisa. Kwa pia inatusaidia kutibu mafua. Pia kwa upande wa vidonda pia inasaidia kuponesha kwa haraka pia. Alafu pia kitu kingine, kuna nyuki
asilimia kubwa tunamzungumziaga nyuki mmoja huyu anayedunga, na mimi napata maswali mengi sana kutoka kwako kwamba nyuki tu anayedunga. Ila pia yupo nyuki mwingine ambaye hadungi. Wanaitwa nyuki wadogo. Kuna wengine huko usema kila sehemu nakuaga na majina yake wanavyowaita. Naye pia ni muhimu kwenye maisha yetu. Kwa sababu nazo anatoa mazao kama yale asali, chavua, pamoja na gundi ya nyuki pia nayo, na yeye hang'ati, lakini kwa hiyo hatuwezi kupata kwake sumu. Ndio. Okay. Kuna aina nyingine ya nyuki nao tunasikia wakitajwa sana, wakiitwa nyuki wa mashineni. Ushakuwasikia? Ni kweli kwanza wapo aina? Hakuna aina ya nyuki wa mashineni. Lakini ushawahi kusikia? Ndio, nishawahi kusikia. Lakini hakunaga nyuki wa mashineni. Kinachotokea ni kwamba kwa mfano wewe uko umeenda sehemu kupata chakula. Pale umepata chakula, ushaagiza chakula chako nacho pale. Kuna mtu unatamani kusumbua? Hapana. Sasa kinachotokea kwamba nyuki yeye alishaona eneo ambalo kuna chakula chake ambacho anakihitaji kwa wakati ule. Kwa hiyo anaenda kwa ajili ya kuchukua tu kile chakula, haendi kwa shughuli nyingine. Ndio maana unaweza kaenda pale labda ila kudunge labda umemkanyaga au umemkamata. Hapo ndio kama njia sasa kujihami, huyu mtu mbona ananisumbua, atakupatia dozi kidogo. Haya bwana, Nathaniel Nuru unamzungumzia nyuki ambaye wengi tunamfahamu na shughuli yake inajulikana pia. Sawa, ni eneo gani sasa ambalo Watanzania tunapaswa kuliwekea nguvu zaidi ili kunufaika na sekta hiyo, hasa kwa muktadha wa siku hii ya leo Watanzania wayafanyie kazi? Kauli yetu mbiu inasema kwamba nyuki kwa uhai pia na uchumi imara tuwahifadhi. Kwamba tafiti zinaonyesha kwamba iwapo tutaacha nyuki ile mdudu akapotea duniani, si wenyewe maisha yetu ya kuwepo duniani tutakuwa machache. Tutakuwa na uwezo wa kuishi tu miaka 4 tu. Baada hapo hata mimi na wewe hatutaweza pia kuzungumza, kwa sababu nyuki tunamhitaji yeye achavue mimea iliyoko polini, achavue chakula. Kwa kama mimea iliyoko polini kichavuliwa, ni rahisi sana kuweza kutengenezea mazingira ya mvua kuwepo. Kama mvua ikiwepo tutaendelea fanyaje kuishi. Kwa hiyo kutokana na kauli yetu mbiu tunahamasisha jamii kutunza mazingira. Pia wapo nyuki, umeuliza kuhusu mjini, wewe ni bwana nyuki, nafanyaje kazi? Kuna nyuki unakuta wapo kwenye mazingira kama nyumbani au labda wako wamepaa. Na kila hata siku moja unaweza kujikuta umepata wageni wamekuja hapa kutembelea. Wale wakija usitumie dawa. Wakija nyuki kama wageni nyumbani. Wakija kama wageni nyumbani kwako. Usiwachome moto. Usiwachome moto wala usitumie dawa. Utakachokifanya tu wewe fika tu ofisi za wakala huduma za misitu. So kwamba tu Dar es Salaam, hata yuko Dodoma au mwingine upo Mwanza, akifika ofisi ya huduma wakala za misitu TFS, akaeleza tunao utaratibu wa kwenda kuwatoa wale nyuki salama kabisa bila kuwaumiza na bila kuathiri mazingira ya watu wengine, kwa sababu tunahitaji kuishi salama kabisa bila shida. Ndio maana hata sheria zinatueleza kwamba nyuki inatakiwa kae mbali kuanzia mita 400 mpaka kilomita 1 na sehemu za watu. Okay, sawa. Moja kati ya wafuatiliaji wetu hapa ataka kufahamu kwamba hivi hawa nyuki hawawezi kufugwa kisasa kama tunavyoona mifugo mingine ya ng'ombe, kuku, mbuzi wakifugwa kisasa kabisa, lakini na nyuki nao pia wakafugwa kisasa kabisa. Ufugaji wa nyuki ulianza tangu zamani, ambapo zamani walikuwa wanaenda kuwinda, akikuta goma na pasua anachukua sara anaenda kutumia. Lakini kutokana na mabadiliko watu wakabuni ubunifu, ukaanza kwamba tukitengeneza mzinga unaweza kutusaidia kuwapata nyuki. Mwanzo wakatumia magome, lakini tukaona kwamba hiki kitu kinaathiri mazingira, kwamba tutapuruni miti mingi sana, tutajikuta hatuna kitu tunachokihifadhi. Kwa nyuki tuwafugaje kisasa? Ipo mizinga ya kisasa, ila sio kwamba waweke nyumbani nyuki wakubwa. Hapana, kuna ufugaji wa aina ya tofauti. Tunaweza kuwafuga kwenye mizinga ya kisasa ukao umening'iniza kwenye miti. Ndio. Na pia unaweza kuwafuga ufugaji wa kisasa kwenye mizinga hiyo ya kisasa ukaweka kwenye banda tunaita DKG. Au pia unaweza kuweka kwenye nyumba. Kwenye ile nyumba unaweza kutengeneza kwenye ukuta ule, ndio kunakuwa na milango ya nyuki kuingilia. Kwa hiyo ukiwa huko ndani huwezi kujua kama kuna nyuki kabisa. Ila nyuki wanaingia ndani na wanatoka, kwa sababu mzinga unakutanisha na ukuta. Kwa wanaweza kuingia na kutoka. Ndio ufugaji wa kisasa. Au wa banda kabisa, unakuwa nao, unaingia kwenye banda lako, unaweka mizinga yako kadhaa, maisha yanasonga. Nyingine kama kuna mtu mwingine anapenda kuwaona nyumbani kwake, tunashauri ufuge nyuki wadogo, sio nyuki wakubwa nyumbani. Kwa sababu wale nyuki wadogo si hawaumi, hawadungi, kwa wale wana shida. Lakini hao nyuki wakubwa unaweza kukuta muda mwingine mambo yakaharibika nyumbani. Ndio. Sawa. Hivi
kutokana na aina hizo za nyuki wakubwa, nyuki wadogo. Ndiyo. Lakini pia kuna nyuki wa milimani, kuna nyuki wa kwenye misitu, kuna nyuki ambao wanatoka katika mashamba tu ya maua, na asali nayo inakuwa na utofauti huo kutokana na mazingira. Ndio. Moja ya utofauti wa asali ni mazingira. Kama jitangulia kusema kwa mfano Tanzania tuna nyuki wa aina 3 au wanaodunga. Kuna nyuki wa tambarare, kuna nyuki wa pwani, kuna nyuki wa milimani. Na hata ukiwatazama hivi wanatofautiana kabisa. Kwa mfano nyuki wa mlimani tuseme kwa upande wetu Tanzania wapo kaskazini. Hiyo pato tunazungumzia Moshi na Arusha, na wao tunaita Monticolas B. Apis mellifera Monticolas. Kwa wale wao wanakuwa kwanza sifa yao ni weusi. Wanakuwa weusi sana ukilinganisha na wanyuki wa pwani na wa bara au tuseme eneo la tambarare, wanakuwa tofauti. Pia kwa upande wa utofauti sasa wa asali. Asali ya Singida huwezi kuifananisha na asali ya Tabora au Katavi, kutokana kwamba misitu kule ni miombo, yani kwamba kuna jamii mingi ambapo nyuki ana uwanja mkubwa sana wakwenda kusafiri kuchukua mbochi kuja kutengeneza asali. Ndio maana unakuta kwanza asali ya Singida unakuta rangi za asali zinatofautiana. Kuna amba, kuna dark amba, kuna white amba, lakini asilimia kubwa ya asali ya Singida Dodoma inakuwa ni white amba, yani kama nyeupe hivi fulani ukilinganisha na asali ya Tabora, Kigoma na Katavi ambapo inakuwa inaweza kuwa ni amba au dark amba au light amba, yani inataka karibia kabisa. Kuna muda mwingine unakuta asali ukajiuliza hivi ni asali? Ndio ni asali, ila imekuwa nyeusi kutokana na bioactive compounds zilizoko mle ndani. Zina nini mle ndani, nutrients zilizoko mle ndani nini, unakuta ni nyingi, mnabonyeza pekea rangi kwa tofauti. Ufanisi nao unakuaje sasa? Ufanisi pia huwa unatofautiana. Maana unapoona kwamba hii asali tuseme ni nyeusi, kwenye zile lishe zilizoko mle ndani ni nyingi sana ukilinganisha na hii ambayo ni nyeupe, kwamba zile bioactives zilizoko mle ndani zinakuwa gani tofauti. Kwa hiyo tuseme ya miombo huwa ni nzuri zaidi sana. Kwa mimi ambaye nataka sasa kupunguza makali ya kuzeeka haraka, ndio nitumie ipi? Ya Tabora, ya Pwani, ya Singida? Kwanza mnajua asali unaweza kutumia Tabora. Unaweza kutumia Singida. Ila tu kwamba zikacho tofautishia pale ni kwamba zile content ndio zinatofautiana. Lakini kama nasema kwamba mimi nahitaji kuishi organic kabisa, hata ukitumia Kigoma ni vizuri. Katavi pia ni nzuri. Sawa, tukielekea ukingoni, tuambie sasa wafugaji wanapaswa kuzingatia mambo yapi ili kunufaika vya kutosha na ufugaji wa nyuki? Okay, cha kwanza kabisa mfugaji anatakiwa uzingatie eneo ambalo unaweka mizinga yako. Moja, aliwe na uwezo wa kuwa na chakula ambacho kitaweza kuwasaidia wale nyuki waweze kuishi mahali pale, kwamba watakuwa na uwezo wa kukusanya kama ni mbochis, wanakuja kutengeneza chakula kwa kiwango kikubwa. Pia kufanya ukaguzi. Unaweza unaenda kunafanya mkaguzi kwenye mizinga yako tuseme kwa mwezi mara 2, ili kusudi uweze kujua kwamba maendeleo ya nyuki wako yakoje. Muda mwingine unaweza kaacha kumbe nyuki wale walivamiwa na wadudu wakawa wamewashambulia nyuki wakama, wewe hujui, unakuwa na taarifa kwamba nyuki tu aliingia. Kwa ukaguzi wa mara kwa mara unahitajika kufanyika. Sawa sawa. Kauli mbiu ina nafasi yake katika jambo lolote ambalo linaadhimishwa kwa mwaka husika. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kwa namna gani ninyi kama watendaji katika swala zima la kusimamia ufugaji wa nyuki mnakwenda kuifanyia kazi? Tunaifanyia kazi huku kianza na kutukumbusha. Kauli mbiu yenyewe inasema kwamba nyuki kwa uhai na uchumi imara, tuhifadhi. Sasa kwa upande wetu sasa sisi Kinondoni tunawahifadhije au nakuwa na nafasi gani? Kwamba sisi kama hiyo kisha kutangulia kusema kwamba tunahitaji kuwa na sehemu pale kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali kama hizo apitherapy na mazao mengine ya nyuki yawepo pale. Pia tutakuwa na nafasi ya kuwafundisha watu. Napataga wageni pale wanakuja kuulizia tunahitaji kufanya ufugaji nyuki, tuanzie wapi, tuishie wapi? Milango iko wazi, wakaribie kwa wingi sana na tutawapa mwelekezo, watafanya vizuri. Asante sana Nathaniel. Nashukuru sana mkuu. Asante sana. Ni Nathaniel Nuru, mtaalamu wa sayansi na teknolojia ya nyuki, wakala wa huduma za misitu TFS katika wilaya ya Kinondoni na wilaya ya Ubungo.